kuwa waziri mkuu ambaye ni mratibu mkubwa wa shughuli za serikali, ni mtu ambaye unayatenda yale ambayo unayasema, na Mheshimiwa Rais amepata msaidizi sahihi. Lakini la pili ni kushukuru wewe binafsi kwa kuja kufanya Songwe, ukianzia pale ninapotokea mimi, jimbo la Tunduma, na sasa tuko katika jimbo la Mbozi katika eneo la Mloo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi watu wa Tunduma na watu wa Mbozi, miaka 10 iliyopita tulikuwa wilaya moja ya Mbozi, na nyakati hizo mimi nilikuwa mbunge wa Mbozi Magharibi na Bwana Zambi alikuwa mbunge wa Mbozi Mashariki. Tulikuwa ndani ya wilaya moja ambapo tuligawana mwaka 2012 tukaunda wilaya ya Momba ambayo imetokana na wilaya mama ya Mbozi. Kwa hiyo hata haya aliyokuwa anazungumza mbunge wa Mbozi kuhusu barabara ya Mloo kwenda Kamsamba huko ndio mimi nilikozaliwa, ndiko ninakotokea. Hiyo sisi kama wabunge wa mkoa wa Songwe ndiyo ajenda yetu kubwa namba moja, ni ajenda ya kimkoa kutengeneza barabara kwa kiwango cha lami kutoka Mloo mpaka Kamsamba. Tunashukuru jitihada za serikali, lakini tutaendelea kukuomba wewe uongezeke kuwa balozi kwenye jitihada za ujenzi wa barabara hii. Tunaamini sisi wabunge tukishirikiana na wewe, barabara hii itakamilika kwa wakati kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili, wewe ulikuwa balozi kwenye mradi mkubwa wa maji kutoa Mto Momba kuleta halmashauri ya mji wa Tunduma na baadaye kuendeleza katika kuja mpaka makao makuu ya mkoa kwa maana Vwawa na mji wa Mloo. Mradi ule ni mkubwa sana. Tunaamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyoelekeza kule Tunduma, ukiendelea kuliwekea msisitizo hapa, jambo lile litakamilika na wananchi hawa wataondokewa na adha ya maji kama ambavyo umekusudia, ilani ya Chama cha Mapinduzi imekusudia, na msisitizo ambao Mheshimiwa Rais aliuweka wakati wa kampeni. Jambo la tatu, alizungumza mbunge wa mkoa Mheshimiwa Shonza kuhusu mbolea. Mkoa wa Songwe sisi ni wanufaika wa mbolea ya ruzuku, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza Wizara ya Kilimo kuendelea kutoa mbolea ya ruzuku kwa bei ambazo zinatangazwa na serikali kupitia mamlaka yetu ya usimamizi wa mbolea TFRA. Kwa hiyo hilo linaendelea, na niwaondoe shaka wananchi wa Mbozi na mkoa mzima wa Songwe, mahitaji ya mbolea ya kupandia nchi nzima 97. Kampuni yetu ya mbolea TFC imeshasambaza awamu ya kwanza tani 22,000. Kesho kutwa tarehe 21 tani 16,500 ambazo tulishazilipia ziko kwenye kutoka Saudi Arabia Riyadh. Tani 16,000 nyingine zitatoka Morocco kabla ya Januari 5 zitakuwa zimefika, na kampuni ya OCP ya Morocco iko bandarini inashusha tani 40,000 ya mbolea ya kupandia hivi tunavyozungumza, na maelekezo tuliyoyatoa ni kuhakikisha mbolea yote inayotoka bandarini inakwenda moja kwa moja kwenye maeneo ya ulimaji, hususani nyanda za juu kusini. Maeneo mengine yamekuwa kidogo na changamoto ya mvua, lakini sisi watu wa nyanda za juu kusini tuna mvua ambayo ninaamini kwa mwenendo huu tutapata mavuno na tuna nafasi nzuri ya kulisha taifa zima. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu,
mimi ni kushukuru wewe binafsi na tukuahidi tu sisi kama wasaidizi wako tutaifanya hii kazi kwa uaminifu mkubwa, wivu mkubwa, tutalilinda taifa letu na yale yote yaliyoahidiwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa Rais yatatekelezeka kabla ya mwaka 2030. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mwenyezi Mungu akubariki.